katika yote wewe bado ni Mungu. Ninajua kushiba na kuona njaa, katika yote wewe bado ni Mungu. Acha upepo na uvume, mimi nitakuabudu wewe, chanzo cha uhai wangu, na kuabudu. Acha giza nalo litande, mimi nitakuabudu wewe, chanzo cha uhai wangu, na kuabudu. Na kuabudu, na kuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, na kuabudu, na kuabudu. Wewe ni chanzo cha uzima wangu. Mpe Bwana maneno ya shukrani na shangwe. Mwambie Bwana, wewe ndiwe Mungu na sina mwingine. Ueleze jinsi gani unabubujika mbele zake. Mwambie sina Mungu mwingine zaidi yako, maana kwako ninaanza, kwako ninaishi, kwako ninaniegea, kwako. Yesu, 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 Yesu. Aya sika prahado jelevata. Eli soprehete likashataya plehezo livata. Adibo shakrahansa likataya. Wewe ni chanzo, wewe ni chanzo, wewe ni chanzo chanzo. Mimi ni sehemu kutoka katika wewe kwa sababu wewe ni chanzo chanzo. Prahado jalalia basi mikiri. Hebu mwadhimishe Mungu, mwadhimishe Mungu kwa maneno yako. Acha nikuabudu, acha nikuabudu peke yako, kwa sababu wewe ni chanzo changu. Vile nilivyo leo ni wewe Bwana, vile nilivyo ni wewe Bwana, vile nilivyo ni wewe, ni
wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Asubuhi ya leo fungua kitabu cha Wakolosai sura ile ya kwanza. Tumekuwa tunazungumza kwa muda kidogo sasa hivi tukigusa maeneo mbalimbali, tukizungumza hovyo hovyo lakini kwa mpangilio katika kunijenga ama kujijenga katika Mungu, tukiwa na lengo la kwamba mwisho wa siku tuweze kukua kukielekea kimo cha cheo cha utimilifu wa Kristo. Nakumbuka tulisema kwamba mwaka huu mojawapo ya vitu ambavyo tutaendelea kukaza nguvu katika kujifunza na kuomba ni katika eneo la spirituality, kwa sababu malengo ya Kristo hayakuwa kutengeneza walokole, bali malengo ya Kristo yalikuwa ni kumtengeneza Kristo. Amen. Na Kristo ambaye tukizisoma habari zake tunaziona katika ukuu sana, lakini yeye mwenyewe alikuwa anajaribu siku zote kuwaonyesha kwamba ndivyo na ninyi mnavyopaswa kuwa, kwa sababu kazi niliyokuja kuifanya ni kumnunulia Mungu watu. Amen. Ili wafanywe wafananishwe na mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So katika safari hii ya kufananishwa na Kristo tumezungumza mambo mengi sana, na alipokuwa anazungumza Pastor Jackie hapa wakati uko kwenye prayer, akawa anazungumza kwamba wewe ni Mungu kabisa, kwamba Mungu anakaa ndani yako, wewe ni sehemu ya Mungu. Pastor naye akaja akaweka mkazo kwenye hilo hilo bila kujua kwamba ndio somo ambalo nataka nifundishe leo, lakini nitapata nafasi ya kutafsiri hiki tulikuwa tunakiimba kwamba wewe ni chanzo, kwa sababu mara nyingine tunapozungumza kuhusu chanzo tunadhani kwamba ni kitu fulani ambacho kilianzisha afu kingine kikaja kikaendelea. Bwana asifiwe. Amen. Lakini katika kumwangalia ama kumuangalia huyu Mungu akiwa katika mwili, utaielewa hii concept ya chanzo, ya Mungu kuwa chanzo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So leo ninataka nimzungumze Mungu, lakini Mungu ninayemzungumza huyu ni Mungu katika mwili. Mungu katika nini? Mwili. Katika mwili. Mungu ni roho, si ndio? Yeah. Mungu wetu ni roho. Lakini nimemsikiliza vizuri, nikamsikiliza mwanae vizuri, nikagundua kwamba yuko Mungu pia katika mwili. Amen. Hello? Amen. Yes, twende pamoja kutoka kwenye kitabu cha Wakolosai. Sasa leo tusome alafu tuongee kidogo ili tupate nafasi ya kumsikiliza baba, si ndio? Amen. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15, alafu tusome Wakolosai sura ya pili mstari wa 9 na wa 10. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15. Naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Wakolosai 2 mstari wa 9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Sasa ninaomba kanisa mnisikie. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya msingi mzuri ambao umekwisha kuwekwa ndani yetu kila mmoja. Kwa hiyo hata haya maneno tutakavyokwenda kuyazungumza, naamini utapata neema ya kupata revelation katika hili. Katika kitabu cha Mwanzo tunamuona Mungu akizungumza kuhusu kufanya mwanadamu kwa sura na mfano wake. Na mwanadamu huyu ambaye amefanywa kwa sura na mfano wa Mungu, katikati somewhere tunaanza kuona kana kwamba haiko hivyo. Maana ilifika mahali na Mungu mwenyewe akachukia, akasema kuanzia sasa hivi hata roho yangu tena haitakaa ndani ya huyu mwanadamu, na siku zake za kuishi nazipunguza kabisa mpaka miaka 120, kwa sababu ya hali ambayo ilitokea ama hali ambayo mwanadamu alikuwa nayo. Lakini kusudi la Mungu katika creation, kusudi la Mungu pale mwanzo lilikuwa ni kumfanya mwanadamu
Kwanza alianza kufanya ulimwengu, si ndio? Tunaangalia uumbaji wa ulimwengu. Mungu aliumba ulimwengu, alafu akauumba ulimwengu. Aliumba ulimwengu katika spirit, and then kukawa na manifestation ya physicality ya kile ambacho yeye amefanya. Sasa katika ile manifestation ya physicality, katika ule uumbaji wa kifizikia, huu ulimwengu tunaouona ambao sio wa roho, ukianza pale mstari wa kwanza kabisa, unaona kabisa anachokizungumzia hakikuwa katika mwili, si ndio? Kwenye mstari wa kwanza pale anasemaje? Anasema kwamba na ulimwengu ulikuwa ni nini? Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Ikiwa na tena utupu. Yes. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Wakati huu dunia ilikuwa haina umbo tena, ilikuwa tupu. Sawa sawa, Anaendelea. Kwa hiyo Mungu alifanya kwanza katika roho, yeye ni roho. And then akaintroduce sasa ile physicality. Akaumba ulimwengu ambao unaonekana. And then akamuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, akae katika ile physicality, aweze kuioperate ile ambayo inashikika kutoka kwa yule asiyeshikika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu idea yake haikuwa kumuumba mchaga fulani hivi mkibosho anayepiga tu tarumbeta hapa ulimwenguni, lakini nia yake ilikuwa ni yeye aoperate katika ulimwengu akiwa katika mwili. Amen. Kwa hiyo kile Mungu alikuwa anakusudia kukifanya ilikuwa ni yeye ana descend, part of him ina descend katika ulimwengu kwa ajili ya kuendelea na nini? Na operations za ulimwengu. Sawa sawa. Ndio maana alipomuumba mwanadamu akapuliza pumzi ya uhai, kikawa kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Naomba tufuatishane taratibu. Ni ngumu mara nyingine kwetu wa Kristo concept hii ya kwamba wewe ni Kristo. Ni ngumu sana kuiona hiyo concept. Ni ngumu kuiona concept kwamba uungu unakaa ndani yako na wakati bado zile ratiba za kawaida za kibinadamu zinakusumbua. Lakini nataka tuiangalie kutoka kwenye perspective ya kwake, sio ya kwetu. Ulimwengu umeshatufanya vibaya vya kutosha. Asa it is time to start looking kutokea kwake yeye mwenyewe alivyozungumza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Wakolosai anazungumza, anasema ilimpendeza yeye Mungu kwamba utimilifu wake wote ukae ndani ya Kristo kwa jinsi ya mwili, kwamba Mungu kama Mungu ikampendeza yeye awe ndani ya Kristo kwa namna ya mwili. Sasa naomba usivuruge sana madesa, kwa sababu namna ya mwili haikuanza namna ya mwili huu ambao unazikika, si ndio? Yes. Kwa sababu Kristo Yesu naye ana mwili, lakini mwili wake ni mwili wa utukufu. Yes. Sawa sawa. Kwa hiyo ikampendeza Mungu kudwell katika Kristo katika namna ya mwili. Kwa lugha nyingine, yeye asiyeonekana akaamua kuwa sasa visible katika ulimwengu kwa kuvaa shape ya mwanadamu. Mpaka hapo tunakubaliana? Amen. Tunakubaliana kwamba Kristo ni mfano kabisa wa Mungu asiyeonekana. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo kama Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana, then tunaweza kudraw conclusion kwamba basi ni Mungu ameamua kuwa ndani ya mwanadamu ili aishi na kuoperate katika ulimwengu. Na kama tunakubali hivyo, sasa tukimwangalia Kristo, Kristo anachokitaka, amekuja kutuletea sisi habari ya kwamba Mungu aliwafanya na aliwafanya kwa makusudi ili mfananishwe na mimi. Kwa hiyo kile alichokuja kukirestore kwa mwanadamu, alikuja kurestore something that will make you become one with him. Maana ya kuwa mmoja na yeye sio kuwa wa mmoja. Unajua kuna ile kuwa mnaweza kutenganika, si ndio? Lakini kuwa mmoja manake umekuwa mmoja. Ukiwa mmoja manake anayeishi ni huyo mmoja. Na anayeishi kama Kristo anaishi manake wewe unayeishi ni Kristo.
Bwana asifiwe. Lakini nitakusaidia kitu hapa, kwa sababu ninajua kuna mtu mmoja mita chache kutoka hapa ananitazama apostle, ananiangalia, anajaribu kufikiri shida yangu ni nini, kwa sababu ninachokizungumza ni kama anakijua, lakini anahisi anaangalia vizuri kugundua hakijui, kwa sababu kuwa Kristo sio kuwa wewe alafu kuwepo Kristo. Kuwa Kristo manake ni wewe ubadilishwe uwe Kristo mwenyewe. Manake utimilifu wa Kristo sio baada ya kufa. Kuna kitu nimesema. Yaani utimilifu wa Kristo sio baada ya kufa. Anataka utimilike uwe mmoja sawa sawa na yeye. Sio mbona inavyokuwa ngumu unakataa kabisa, utaki kabisa, hilo utaki. Yaani bado unataka kukomaa kuwa mwanadamu. Lakini yeye kusudi lake, ngoja niwaelezeni, wanadamu wanakufa katika hali ya wanadamu sio kwa sababu ndivyo Mungu anavyotaka. No. Ni kwa sababu wanadamu wameshindwa kuapprehend hii knowledge na kukubali ili kuwa mmoja na yeye, wasife kama wanadamu. Lakini anasema kwamba aliwainua wengine, aliwainua mitume, aliwainua manabii, aliwainua wachungaji na wainjilisti ili kufanya kazi gani? Kukamata wazinzi kanisani, si ndio? Si ndio? Hapana. Si ndio? Hapana. Wachungaji wanakamata wazinzi kanisani, si ndio? Au kufanyaje? Kubatiza, si ndio? Kuwabatiza watu. No. Anasema kwamba ili mwili wa Kristo ufanye nini? Ujengwe, alafu ifanyike kitu gani? Wanaogopa kusema apostle, wanaogopa. Usiogope. Bwana amenituma mimi kusema, mimi ni mpiga mbiu tu. Hakuna ambacho ninaweza kukifanya ndani yako, lakini habari ninazozileta ndani yako zinaweza kufanya kila kitu ndani yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Niko hapa kukuambia ukweli kabisa kwamba Kristo Yesu anachokusudia kukiona at the end of the day ni Kristo akiwa anaishi ulimwenguni. Amen. Anakusudia kujiona yeye mwenyewe akiwa amejireplicate katika huu ulimwengu, na siku utakayokufa utakufa kama yeye, yani utakwenda kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtaelewa kwa nini anasema hamtakufa bali mtaishi. Unajua mara nyingine tuna confess hivi vitu, hatutakufa tutaishi, lakini hatujai kuelewa tunaishi lini, saa ngapi. Tunaishi sasa. Amen. Tunaishi leo. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Tunaimbaga tu yu hai milele, yu hai Jehova mataifa, si ndio? Lakini hatujawahi kujua kwamba anayezungumzwa yuko hai ni wewe. Amen. Kwa sababu anazungumza nini kuhusu uzima? Anasema yeye ni nuru ya nini? Ya ulimwengu, si ndio? Na ile nuru, kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa Yohana sura ya kwanza, hebu soma mstari wa kwanza, soma wa 4, alafu soma na wa 9. Simwambia ninapunguza kidogo ili nipunguze muda, kwa sababu mnajua anyway. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sawa sawa Huyo neno mwe makini naye. Mstari wa 4 anasema ndani yake ndimo mlikuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mark that. Nao huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 9 anasema kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kwa hiyo huyu nuru, kulikuwako na neno hapo mwanzo, alafu huyu neno alikuwa kwa Mungu. Nakubali wote mnaamini kwamba huyu neno alikuwa ni Mungu, si ndio? Mnakubali kwamba huyu neno alikuwa Mungu. Lakini huyu neno, nataka nikuambie, huyu neno alikuwa ni nuru, na hii nuru ilikuwa ni nuru ya watu. Kwa hiyo huyu neno akawa nuru, na hii nuru ikamtia nuru kila mtu. Alipokuja ulimwenguni, alikuja ili awatie nuru. Kwa lugha nyingine, alikuja ulimwenguni ili yeye awe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilokole ukisikia na hiyo nuru yang'aa gizani wala giza halikushinda, unaona hali fulani hivi ya kushinda mapepo hivi, kushinda giza, yani kushinda giza, yani hapana. Anazungumza something bigger. Ndugu zangu, anazungumza something bigger. Anazungumza kitu kikubwa, kwamba yeye anakaa ndani yako. Yule aliyekuwa kwa Mungu yuko ndani yako. Ambaye aliyoko ndani yako, aliyekuwa kwa Mungu ni nani? Alikuwa Mungu. Anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine kabla ya kujua
hatuwezi kuoperate katika dimensions ambazo hatuzijui. Hello? Amen. We cannot operate katika dimension ambazo hatuzijui. Tunaanza kujua kwanza and then tunaanza kuoperate katika hizo dimensions. Hallelujah. Amen. Anasema, alikuwa anaimba hapa akasema kwamba wewe ni chanzo. Mara zote tunapomuita Mungu Baba, Father, manake tuna confess kwamba he is the source. Si ndio? Yeye ni chanzo chetu. Na chanzo cha maji kinatoa maji, hakitoagi moto kwa sababu ni chanzo cha nini? Cha maji. Chanzo cha Mungu kinatoa Mungu. Hallelujah. Amen. Hali za kibinadamu na kuwa subjected kwenye mazingira kumedumaza akili zetu, tukafika mahali ambapo tumejiona kabisa kwamba sisi ni wanadamu, na kama wanadamu we belong katika ulimwengu, kwa maana ya sisi ni sehemu tu ya ulimwengu. And we fail to see kwamba sisi ni wanadamu ambao tumewekwa katika ulimwengu ili tuutawale ulimwengu, kwa sababu sisi sio wa ulimwengu. Yesu anapozungumza kwamba hawa watu sio wa ulimwengu huu, hakuwa anamaanisha kwamba ni mazombi ama ni kitu gani ametoka nje. No. Alikuwa anamaanisha hawa ni grade ya juu kidogo, sio wa ulimwengu bali ulimwengu ni wa kwao. Kuna mtu anaanza kuzungumza naye hapa. Mara nyingine there are issues ambazo tunasita za ulimwengu and then tunakaa mbali nazo kwa sababu tunafikiri ni za ulimwengu. Kumbe ni za ulimwengu, lakini wewe ulimwengu ni wa kwako wewe. Kwa hiyo una dictate times katika ulimwengu kwa sababu ulimwengu umepewa mikononi mwako. Prayers za Wakristo mara nyingine zinakuwa za kiyatima kwa sababu we fail to see this. Na asubuhi ya leo naomba Mungu akusaidie, kwa sababu mara nyingine sio issue tu ya prayers. Kuna sehemu ambayo wewe kama mwana wa Mungu huombi. Naomba nianze kuingia kidogo sebuleni huko. Kuna maeneo ambayo mzee Mushi huombi. Haupaswi kuomba. Na nalisema ili kwa unyenyekevu kabisa. Na hauombi sio kwa sababu una kiburi cha kutotaka kuomba. No, una nafasi ya kuzungumza kwa sababu ya kile kilichoko ndani yako. Ukifahamu kwamba, let's assume labda umeamka tu Amosi, wewe ni mkuu wa wilaya kwa mfano. Kabla hatuja kuambia wewe ni mkuu wa wilaya, ukiona polisi na wewe utakuwa unaangalia umefunga mkanda, umefanya nini, si ndio? Sawa sawa. Ukiwa na issue na wewe utalalamika. Lakini ukijua kwamba wewe ni mkuu wa wilaya, utagundua kwamba kumbe polisi iko chini yangu. Yaani ghafla tu kwamba sasa kwa hiyo okay, sasa sawa. Sasa kanakuja kale kawimbo kale kuna kinyimbo fulani hivi cha nani cha Kilokole kinaimbaga, walionidharau watanisalimia kwa heshima. Mnakajua kale? Kuna kawimbo fulani hivi kwa walokole. Mbona mnasikiliza nyimbo za walokole? Nasema walionidharau watanisalimia kwa heshima. Sasa unagundua ghafla kwamba kumbe sasa ninaweza nikaamuru watu wapigwe virungu na wakapigwe virungu. And then ukijaribu tu ukasema hao ni kina nani, hao wana bendera gani hizo? Hebu nani weka ndani hao. Unashangaa wanawekwa ndani. Unasema safi. Kwenye mkutano mtu anaropoka pale, unasema nani huyo? Nani kamanda? Huyo nani? Hebu huyo mtoeni hapa. Yaani dakika sifuri tu unabebwa mzobe mtu anatuanda. Yule mwamba ambaye hana misuli, hana chochote, ila tu amebadilishwa sasa hivi yeye ni mkuu wa wilaya. Kwa hiyo kamati ya ulinzi ya wilaya iko chini yake. Kwa hiyo ana uwezo wa kuiamuru, ya kusema ifanye nini. Alafu unagundua ukisema inakuwa. Hivi unajua kilichobadilika ni nini? Sio kwamba umesomea kitu fulani. Sio kwamba umefanya mazoezi. Umejua tu kwamba nafasi yako unaweza ukasema yakawa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana asifiwe. Kuna namna fulani hivi malaika huwa wanakaa mbinguni, wanawaangalia wanadamu, wanashindwa kuelewa kwamba ni nini kinaendelea na nyie, kwa sababu kuna maeneo mmeyakaa ambayo sio maeneo yenu. Kuna maneno mnazungumza ambayo sio maneno yenu ya kusema, kwa sababu kile Mungu ameinvest ndani yenu iliwapasa kufika mahali na kusema kama jinsi alivyosema na iwe nuru. Ilifika mahali na wewe kusema na mvua inyeshe, kwa sababu nimeingia kwenye business ya kulima. Kwa hiyo mtaa wote, wilaya yote, mvua itanyesha kwa sababu nimeingia. And I am telling you, Mungu makusudi yake yalikuwa ni hayo. Ndio maana ulimwengu unasubiri kufunuliwa kwa wana, kwa sababu wana wa Mungu wakifunuliwa watayaweka majira sawa sawa. Watakapozungumza kwamba ni tabia nchi, wako watu watakaosimama watasema, Bwana kwa ajili ya taifa lako na inyeshe mvua juu ya nchi, na mvua ikanyesha. Yes. Lakini kama haujui, na kuhakikisha utakuwa unalalamika na wengine, na vinyimbo vyako vitakuwa ni vya kusononeka. Unajua kuna vinyimbo, mimi nawapenda walokole kwa sababu wakikosaga kazi kuna vitu wao wanafanya ambavyo yani kiukweli ukivifikiria vinafurahisha kweli na vinachosha saa nyingine. Kuna nyimbo moja inaimba, nasubiri Baba kwako, nasubiri baraka yangu kutoka kwako. Ukisikiliza mashairi yake, yule ni mwamba aliyepigika, ameshakata tamaa, lakini anasema na mimi iko siku yangu tu. Yani anaisubiria tu itatokea, lakini ukiangalia anakosubiria, anasubiria kwa mtu ambaye yani kama amekaa tu, itatokea tu, wewe ngoja tu ili niwanyoshe, itatokea tu. But Mungu hakudesign tuwe hivyo. Alidesign watu wanaozungumza iwe na inakuwa. Alidesign watu wanaobadilisha yale ambayo majibu watu wamekosa majibu. Ndugu zangu, amemdesign mwanadamu ambaye ataleta majibu msimu ambayo haina majibu. Kama na sisi tunatafuta majibu katika ulimwengu, basi bado kazi ya msalaba haijawa sawa. Haleluya. Haleluya. Amen. So ninapozungumza kwamba Mungu katika mwili, nataka ni kuintroduce wewe ambaye umemwamini Kristo. Kwa sababu kama umemwamini Kristo na Kristo anakaa ndani yako, manake mimi hapa nilipokaa, nimekaa katikati ya miungu, nimekaa katika, kwa sababu Kristo anakaa ndani yako. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna mtu mmoja alinifundisha kitu fulani hivi, akawa amenikosea sana katika nyakati zile ninaokoka. Nikafikiri kwamba Ukristo wetu sisi ni wa kutusaidia kwenda mbinguni. Nikafikiri mimi ninapookoka ndio tiketi ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo investment yangu yote ikawa katika kwenda mbinguni. Lakini kumbe ulimwengu huu hapa, Mungu amekusudia huu ulimwengu uweze kuendelea kuendeshwa, na unaendeshwa na wale wa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anasema mbona matajiri ni watu ambao hawajaokoka na nini na nini. Ni kweli kabisa, matajiri wa fedha ni watu ambao hawajaokoka, lakini kuna majibu ambayo hawana, ambayo wewe unatakiwa kuwa nayo. Listen to me, hata hao ni watoto wa Mungu ambao kuna majibu ambayo wewe pengine ungeweza ukawapa. Watu wengi sana wanaishi ndio wana fedha, lakini they end up dying vifo vya ajabu, kwa sababu hakuna mtu aliyeweza kuwaletea solution ya uzima ndani yao. Amen. Lakini Mungu amekuandaa wewe ili uweze kuleta solution kwenye maisha ya hao, kwa sababu na hao pia ni watoto wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Narudia kusema tena kwamba hakuja kutuletea dini ya Kikristo, bali alikuja kutufanya kuwa Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu kile cha Zaburi, some Zaburi ya 82. Zaburi ya 82 bwana. Zaburi ya 82 ukisoma ile inaanza inasema hivi. Huyu ni nabii Daudi, sawa? Anasema Mungu anasimama katikati ya kusanyiko la Mungu, katikati ya miungu anahukumu. Hata lini mtahukumu kwa dhuluma na kuzikubali nyuso za wabaya? Mstari wa 3, mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeeni haki aliyeonewa na fukara, muokoeni maskini na mhitaji, muopoeni mikononi mwa wadhalimu. Ukiisoma hii unaweza ukajisikia kutoa sadaka hivi, si ndio? Na huo ndio uchawi mwingine ambao una shida kidogo. Yaani ukiisoma hii, Bwana anasema fanyieni hukumu maskini na yatima. Maskini jamani, na yatima.
watendeni haki iliyoonewa na fukara. Fukara ni zaidi ya maskini, unajua Waokoeni maskini na mhitaji, waopoeni walioonewa na wadhalimu. Anaanza kwa kuzungumza, anasema Mungu anakaa katikati ya miungu. Sawa? Hiki ni kikao cha miungu, cha Mungu na miungu. Anafanya hukumu, and then anaanza kuelekeza hawa miungu cha kufanya. Anasema wafanye haki, wawaokoe sijui wanaoonewa, wahukumu haki kwa maskini. Asa ukisoma ukajisikia kutoa sadaka, sawa, umefanya jambo moja, lakini nataka nikufunulie upande wa pili zaidi, kwamba kama Mungu, kutoa sadaka tu sio issue, kwa sababu giving kwa mhitaji it's one thing, ataendelea kuhitaji tena. Halo, kuna mtu anaanza kuzungumza naye huko ndani. Kumpa fedha mhitaji, ataendelea kuhitaji. Sina hakika kwamba hiki ndicho alikuwa anafundisha au alikuwa anazungumza. Kumbuka katika Agano la Kale Mungu alikuwa anakizungumza kupitia manabii, na mara zote haikuwa kwa ajili yao, bali ilikuwa kwa ajili ya kizazi ambacho kitapewa hii understanding ya kuweza kuelewa. Amen. And that's why most of the things ambazo naziangalia hata kwao hazikufanya kazi. So kumpa maskini hela, ataendelea kuomba hela. Katika mlango mzuri alikuwepo mtu mmoja ambaye miaka yake yote alikuwa akiomba hela katika mlango mzuri, na watu walivyopita walimpatia fedha yule mhitaji. Mhitaji akapata chakula, akala, akaendelea kuwepo. Lakini walikuja ambao Mungu alikuwa anakaa ndani yao. Walikuja ambao walikuwa wameielewa knowledge ya kile kilichofanyika ndani yao. Walikuja ambao walimuelewa yule ambaye walikuwa wamekaa naye. Walikuja ambao walifahamu kwamba sasa hivi sio wanadamu wa kawaida tena. Wakamwambia fedha na dhahabu hatuna, lakini kwa jina la Yesu Kristo simama uende. Wakaleta uzima, na uzima ule ulimfanya yule mtu asiendelee kuhitaji tena. Mungu katika mwili. Mungu katika mwili. Kuna solutions ambazo we think kwamba ndio solution, lakini solution ya kiungu ikija, manake ni kwamba kwenye hiyo issue umekuwa delivered once and forever. Kwa hiyo kama Mungu anakuita kuleta solution kwenye ulimwengu, manake he was talking about something else. Alikuwa anazungumzia kitu kikubwa zaidi. Ndio maana akawaambia hawa miungu kwamba miungu, hebu simamieni haya mambo, kwa sababu watu wako wanaoomba, maskini wana represent watu wanaoomba. Halo? Wana represent watu wasiokuwa nacho. Watu wasiokuwa nacho wanapiga magoti nyakati zote wakiomba Mungu afanye kitu fulani, si ndio? Asa anawaambia miungu kwamba fanyeni hukumu ya haki kwa hao wanaoomba. Sijui kama ninazungumza na mtu mmoja aliyebeba majibu kwa hili taifa la Tanzania. Sijui kama nazungumza na mtu mmoja ambaye amebeba majibu kwa hii generation. Hatuambiwi habari za maskini ombaomba wa barabarani, tunaambiwa habari za mataifa. Tunaambiwa habari za watu wanaomtegemea Mungu, watu ambao hawajafunuliwa kuiona neema yake sawa sawa, kwamba Mungu anawatoa ninyi muende mkafanye hukumu ya haki kwenye maombi wanayoyaomba. Kwa sababu Paulo siku moja anapita akawakuta watu wanasali, wanaomba na wameandika kwa Mungu asiyejulikana. Akagundua kwamba watu hawa wako katika maombi lakini kwa Mungu wasiyemjua, lakini ninaye Mungu ninayemjua. Akaamua kuwaambia leo hii ninawaleteni habari za Mungu ambaye mmekuwa mkimwabudu lakini hamumjui. Ndicho Mungu ameniitia mimi na wewe, kwamba tutaishi kama miungu katikati ya wanadamu, ili tufanye hukumu za haki kwa wanadamu. Haleluya. Haleluya. Anapozungumza utimilifu, anamaanisha utimilifu kabisa. So kinachosababisha mimi na wewe tupungue sio kwa sababu Kristo anapungua, ni kwa sababu mimi na wewe tunapungua sisi wenyewe katika kukubali na kuamini. Halo? Kama hauyaamini yale Kristo amefanya, hayawezi akafanya kazi ndani yako. Anasemaje kwenye kitabu cha Yohana? Anasema kwamba wale wote waliompokea aliwapa nini? Lakini ni wale waliofanya kitu gani? Waliompokea.
ndio aliyowapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Amewapa uwezo wa kufanyika kwa sababu wana kila kitu kinachowezekana kufanyika. Lakini walipompokea akawapa potential, akawapa namna ya kuactivate ili wawe kile ambacho wako. Hakuja tu kuwafanya from the scratch, no, amekuja kuwafanya waweze kuwa kile ambacho Baba amewafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Kristo Yesu ni mmoja na Baba kama anavyosema, manake mimi na wewe tu wamoja na Baba. Haleluya. Haleluya. Ukienda ule mstari wa 6 anasema, okay, yes, anasema mimi nimesema. Sasa huyu anasema ni Mungu, si ndio? Anasema mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye wapi? Aliye juu ya yote. Lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Ninyi ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana, kwa sababu hao wana waliofanyika kuwa wana, ninyi ndinyi miungu. Kwa kusema maneno haya, hatumfanyi Mungu kupungua katika eneo lolote. Wala haimaanishi leo hii tutasimama tutasema sasa mimi ndio Mungu mwenyewe, hakuna mwingine. Ndio maana tunamuita Baba. Kwa maana yake ni kwamba ni chanzo ambacho sisi tumetokana. Kwa lugha nyingine, sisi tunafanyika manifestation ya huyo Mungu hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maana yake ninajua liko hilo na lenyewe, liko na hilo wimbi jingine ambalo watu wameelewa kidogo hapo, wakaruka nayo wakasema, Bwana, kwanza Mungu hayupo. Kwa nini? Kwa sababu mimi ndio Mungu mwenyewe. No, mimi nataka nikuambia wewe ni Mungu, lakini wewe ni sehemu ya Mungu mwenyewe. Sawa sawa. The source yupo, anaye control everything. Ukitaka kuamini wewe sio the master itself. Yaani ukitaka kuamini wewe sio the master, kajipige petroli pale, utaungua, utakufa, tutakuzika. Na tutakuzika kwa sababu umekufa. Na umekufa kijinga. Na kwa sababu umekufa kijinga, hata hatutakuaga. Tutakuzika tu. Kwa sababu wewe sio source, but you're the part. Wewe unatokana na chanzo chenyewe. Kuna chanzo chenyewe, alafu kuna wewe. Wewe ni sehemu ya kile. Kwa nini ninakuita Mungu? Ni kwa sababu kile kilichotokana na kule kinafanana na kile chenyewe. Sawa sawa. Kwa hiyo yeye alikuwa alichoifanya, aliamua tu kujimimina yeye ndani ya mwili. Kwa hiyo akaamua kujimanifest katika ulimwengu kwa namna fulani kama wewe. Lakini kinachofanya kazi ndani yako ni yeye. Sawa sawa. Hatari tulionayo katika ulimwengu huu ni kwa sababu kwa nafsi zetu tulizonazo, mara nyingine kwa akili zetu tulizonazo, pasipo kumwelewa na kumwamini yeye mwenyewe, miili yetu imeshikamana na ulimwengu na therefore ina programs kabisa kama za ulimwengu. Kwa hiyo sasa ukikaa hapo ndio unaweza kusema kwamba Mungu anaweza akawa kenge kama mimi hivi. Ni kwa sababu wewe unapojiona kenge, umejiangalia kwenye position ya nini? Ya wanadamu. Na ni kweli wewe ni kenge kabisa. Kwa sababu kitakacho kubadilisha usiwe kenge tena, mposo siku hizi kuna wengine ni kenge maji kabisa. Yaani anavyoongea ni kenge maji kabisa. Kinakacho kubadilisha usiwe hicho ni ile knowledge inayokubadilisha uweze kuattain kile alichokuwa anazungumzia, utimilifu wa cheo, wakimo wa cheo cha utimilifu wa Kristo. Uweze kwenda kubecome Christ. Yesu sio kenge. Kwa hiyo the moment unajiona kwamba wewe ni kenge, ni kwa sababu bado hujawa Kristo. Na kinachokufanya kuwa Kristo ni haya maneno ninayoyazungumza, kwamba wewe sio mwanadamu wa kawaida. Utakuwa wa kawaida tu kama Kristo hakufa msalabani. Lakini kama Kristo alikufa msalabani, then wewe sio mwanadamu wa kawaida. Alikuja akununue, ubadilishwe, ufanywe kile ambacho yeye alikusudia uwe. Haleluya. 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 Kwa sababu hakuna maana yoyote ya kusema tunamcelebrate Kristo wakati hatujawa Kristo. Hakuna maana yoyote ya kusema kwamba
tunamcelebrate kufa kwake, na wakati kufa kwake hakuna impact kwetu. Hakufa ili tumcelebrate kufa, alikufa ili tumcelebrate kwenye kuishi, na namna ya kumcelebrate kwenye kuishi ni kwa wewe kuwa yeye huyo Kristo. Haleluya, haleluya. Je, ninyi sio miungu? Yaani yeye mwenyewe anashangaa, anauliza kwani ninyi sio miungu? Yaani anashangaa kwa sababu mmeishi too much kama wanadamu. But he is just the source. Na kama yeye ni chanzo, manake wewe unayotokana na yeye ni kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Nao hii italeta meaning pale ninaposema kwamba kuna saa ambayo hatuhitaji kufanya maombi, tunahitaji kuzungumza. Halo? Mkubali. Nitamani kama mngekubali, ningepata raha sana nafsini mwenu. Kuna wakati inafika ambako tunahitaji kuzungumza. Kwa sababu when you know the potential that is in you, neno lako linatosha. Ninampendaga sana yule bwana mmoja, mwamba mmoja anaitwa Elia. Yeye aliwaambia watu, kwa neno langu hainyeshi mvua, kwa neno langu haitanyesha mvua. Na haikunyesha mvua. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kuzungumza siku moja, mke wangu anafahamu. Ni ushuhuda nilichai kutoaga hapa. Niliwahi kuzungumza kitu siku moja, nikasema kwa neno langu. Ilitokea mwaka huo tukajikita, tukajitupa kwenye kulima. Unajua ukiwa hujaelewa vizuri unakoelekea, huwa unahangaika sana. Unashika hiki, unashika kile, unafanya hiki, unalima matikiti, unalima nini. Lakini siku moja tukiwa tumelima mahindi, haikunyesha mvua. Kule nikaenda na mke wangu nikasema, lakini kama Mungu aishivyo tutavuna. Alafu tukaondoka, hatukurudi kupalilia wala sisemi uje ufanye hivyo, itakula kwako. Usije ukafanya vitu vya namna hiyo, itakula kwako vibaya sana. Principles lazima ziwe observed. Pamoja na kwamba mara nyingine Mungu anawapa neema ya kutembea nje ya baadhi ya principles. Kiukweli tulivuna mwaka ule, lakini tulivuna peke yetu katika hilo eneo. Mke wangu ni shahidi huyu hapa. Tulivuna peke yetu kwa ajili. Kwa hiyo tukavuna nusu, kwa sababu nusu nyingine waliiba, kwa sababu si ndio shamba peke yake lilokuepo. Unajua shamba likiwa peke yake ndio kila mtu anakula humo humo. Kwa hiyo kila mtu alikula humo humo, tukaja kukuta kile tulichokuta, tukachukua tulichokuta, tukamshukuru Mungu. Lakini kwa neno langu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Una neno gani kwenye maisha yako? Una neno gani kwa ulimwengu huu unaohitaji majibu? Una neno gani hata kwa ile familia Mungu aliyokuamini uiendeshe? Una neno gani? Una neno gani kwenye hiyo biashara ambayo Mungu amekupa? Yaani una neno gani? Kwa sababu listen to me, everything that we have ni yeye ametupa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini hilo? Si mlikuwa mnaimba hapa mngasema I surrender all to you. Kila kitu nilicho mimi ni wewe umenipa, si ndio? Kwa hiyo including the business. Kwa hiyo ina maana hata ile biashara ya uji ya Eve ni Mungu amempatia kumbe. Na kama Mungu amekupa, una neno gani juu ya hilo? Yaani una neno gani la kuzungumza kwenye hiyo? Ulimwengu huu umekaa, tumeacha wachawi na washirikina wamekuwa ndio wanaongea. Wanapiga makelele, alafu sisi tumekaa kimya, tunalalamika hao sasa, hao mafrimasoni hao, mafrimasoni. Hebu kakae nao mafrimasoni siku moja. Mimi hebu nitawaelekeza baadhi yao. Kakae ni nao, msikie wanazungumzaje. Mtagundua tu kwamba shida mnayo nyie sio wao. Sawa sawa Kwa sababu ulipo wewe kama mwanadamu Mungu amekuweka, and then Mungu anasema kwamba alimfanya mwanadamu ile katawale ulimwengu wote, si ndio? Kwa Mungu amejimimina ndani yako kwa ajili ya kutawala, lakini wewe kiumbe unayesimama hapa hauna mpango wa kutawala, kwa sababu huna ambacho ulichoweza kukitawala. Na hautawali sio kwa sababu nini? Utawali kwa sababu hujaamini kwamba umefanywa kutawala. Kwa ndani yako hakipo hiyo syllabus, haipo. Kwa hiyo kila unachokifikiria unakifikiria from the position ya kukosa. Hello? Kwa hiyo kama kila kitu unakifikiria kwenye position ya kukosa, huwezi kutawala. Halo? Kwa hiyo ukimuona mmoja wa wanadamu ambaye huelewi amefanikiwa vipi, unaanza kusema huyu mchungaji sasa, mchungaji kaanza. Alafu nawaonya mapema kabisa. Ukija kutukuta mimi na Shendu ndio tunapaki jeep pale nje, usije ukasema
kaanza mchungaji atakuwa amefanya kitu fulani, ameenda kwa Viandunje kule Dodoma. Nataka niwaambieni hivi, kuna watu ambao hamuelewi wanachokifanya, lakini hawa watu constantly saa 9 usiku wanaamka, wanazungumza. Bwana amewapa biashara, wanazungumza na ile biashara, wanaitamkia ile biashara. Akinyanyuka asubuhi, hatokei tu kama punguani fulani hivi aliyetoka sehemu fulani, no, anatokea kama mtu aliyejiandaa. Ulimwengu unamtazama, unajua anakuja, kwa sababu anayekuja ana matakwa yake. Kwa hiyo anazungumza sawasawa na vile anataka kuishi. Kuna watu ambao tunazungumza lakini sio kama tunataka kuishi. Tumefocus too much kwenye negatives, tumefocus too much kwenye vitu ambavyo ni vya chini. Kwa tunavizungumza hivyo, tunazungumza mashida yetu, hatuzungumzi victory zetu. Huwezi ukajiita Mungu bado. Na hata baada ya kumaliza haya maneno, usikurupuke hapa ukaanza kujiita mimi ni Mungu. Hakikisha kwamba kweli ndani yako Mungu anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani awe kabisa, na utajua tu, kwa sababu hata kusema kwako kutabadilika. Ngoja niwaelezeni. Jumapili iliyopita nizungumza nini? Kuna neno nilisema, nikasema kuhusu assurance, ndio? Assurance ukiwa nayo umegundua kwamba huwa ufikiri. Hamjaelewa. Yani mtu mwenye niliwapa ule mfano, mmesahau. Niliwapa mfano wa wali, si ndio? Mimi nakumbuka bado. Kwamba hapa leo hii kuna watu ambao swala la kula wali sio swala la kufikiria, kwa sababu mna assurance ya kula wali, si ndio? Lakini tukirudi miaka 20, 30 nyuma, 40 nyuma, 40 wengine mtakuwa bado hamjazaliwa eti. Lakini tukirudi huko, wazee wenzangu, vijana wenzangu, wale under 20 wenzangu wale mlioko hapa, wataconfess kabisa kwamba ilikuwa na yenyewe ni prayer item. Ilikuwa kabisa ipo. Wale ulikuwa ni muujiza. Lakini ulipokuwa upo na uhakika upo, hatujawahi kuwaza kuhusu huo. Assurance, kuwa na assurance ni kule kuwa na uhakika kwa level ambayo hufikiri tena kuhusu hicho. Bwana asifiwe. Kwa mfano ninyi hapa wote ukiamka kwa mfano, hivi unakiamka unajuaje kama uko hai? Unajua wengine wanaweza kuwa wamekufa. Unajuaje kama uko hai? Ila tu uko tu na assurance kwamba uko hai. Yani hamjawahi unajua unaweza kuwa umekufa. Sema ujui tu. Lakini that assurance ulionayo imekufanya hata ufikiri chochote. Si ndio? Kuna watu wana assurance za mshahara. Mshahara ipo. Wale wao wanakuwa wanakopa eti wanakopa kabisa, wajua watalipa kwa sababu wana uhakika watalipwa mshahara. Si ndio? Wamejitengenezea kitu fulani vika assurance. Unagundua kwamba kucheza kikoba kama una mshahara sio kitu ambacho unakiwaza sana, si ndio? Mchezo ya 50,000 sio mchezo ya 100,000. Tunaongea kama vile mnajifanya hamjuagi na wakati ni mambo yenu. Inakuwaga sio issue, sababu unajua yani kwamba hiyo hela sio ya kuifikiria, hiyo ifanya nini? Ipo. Mungu akishafanyika hai ndani yako, ukagundua kwamba wewe ni sehemu moja na yeye, utaanza kuelewa anapozungumza kwamba vitu vyote vilifanywa kupitia yeye kwa ajili yake. Halo? Kuna mtu ananifuatisha? Vitu vyote vingapi? Vilifanywa kupitia yeye kwa ajili yake. Vikiwa kwa ajili yake hawazi. Halo? Kwa sababu ana assurance kwamba vitu hivi vimefanywa kwa ajili yangu. Walipokuwepo watu 5,000, wale wanafunzi walimwambia kwamba hatuna chakula, si ndio? Akawaambia basi wapeni watu chakula. Yesu alizungumza tu akasema wapeni watu chakula. Lakini hawakumuelewa, wakamwambia wapati tuna samaki 2 tuna mikate 5. Yeye akawakalisha, akawalisha kwa sababu alijua yuko Baba anayefanya haya yote. Na ndio maana alichokifanya Yesu hakuomba, alishukuru. Mtu mwenye assurance anashukuru, haombi. Na hiyo nimeongea, kuna kodi nimeiongea hapo. Unajua mara nyingine stress ndio zinatufanyia tunaomba. Sisemi tusiombe, kuna vitu vya kuomba vya msingi, sio hivi ambavyo tunaomba. Kwa wale ambao mmekuwa mkija kwenye madarasa hayo, kuna vitu tumejifunza, si ndio? Yaani maombi yapo sana tu, lakini yanayoombwa kilokole sio yenyewe. Kwa sababu kuna sehemu ambazo wewe ulitakiwa useme unachotaka kiwe sawa sawa na unavyosema.
ila wewe umekomalia hapo, baba angalia baba, mimi ni mjusi tu mbele yako. Sasa wewe kama ni mjusi, kwenda porini huko. Nakaa kanisani kwetu kwa sababu gani? Kanisa sio kanisa la mijusi. Mwambie jirani yako, hili sio kanisa la mijusi. Niambie kabisa, hili sio kanisa la mijusi. Haleluya. Mungu katika mwili. Hawe Mungu katika mwili alafu tukaendelea kukaa tu. Anakuwa katika mwili, tunaona operations za kiungu. Ndio maana tunaweza kusema Mungu yupo katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakuna hizo operations, bado kiko cha kufanya. Mungu amenituma asubuhi ya leo nikuletee hii message kwamba kama Kristo anakaa ndani yako, umefanyika mmoja pamoja na yeye. Na kama umefanyika mmoja pamoja na yeye, wewe ni mmoja wa miungu. So Mungu anakutarajia kulisikia neno lako. Akapitisha kila kitu mbele ya Adamu, aone Adamu atakiita nini. Adamu alikuwa na maneno. Na namna ambavyo Adamu alisema ndivyo ilivyokuwa hata leo. Ni nini ambacho wewe unasema ambacho kitakuwa kama ulivyosema? Hata sisi tushuhudie kwamba kama alivyosema ndivyo ilivyo hata leo. Inawezekana labda ninazungumza something ambayo is too advanced kwako, lakini ndio wito ambao tunaitwa kuweza kwenda katika huo. Haleluya. Haleluya. Anasema mtakufa tu kama wanadamu wa kawaida. I refuse that. Bwana Yesu asifiwe. Ninakataa kufa kama mwanadamu wa kawaida. Paulo anazungumza, anasema, nafikiri kwenye Wagalatia sura ya 4. Anazungumza pale, anasema kwamba ndio maneno aliyatumia pale kwamba anasikia utungu kama ule utungu wa mama mzazi akiwa yaani ule uchungu kwa ajili yao ili Kristo azaliwe ndani yao. Alichokuwa anatamani ni kwamba Kristo azaliwe ndani yao. Ndugu zangu mnaoamini, ninafahamu kwamba tunaamini, tunamwamini Kristo. Lakini kuna hatua ya Kristo kuzaliwa ndani yako. Kristo kuzaliwa ndani yako maana yake ni kuna uhai. Maana yake ni kutakuwa na activations. Tutaanza kuona activities za Kristo ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kuvuka kutoka kwenye level ya kawaida ya kuwa Mkristo anayekwenda kanisani Jumapili na kuwa mtu Mkristo ama mtu ambaye ana command ulimwengu na ulimwengu unasikia. Universe imewekwa kwa ajili yako. Inasikiliza unachosema. Na unfortunately, kama nilivyowaambia, kwa sababu ya mazingira tumekuwa tukizungumza vile ambavyo hatutaki viwe. Hata maombi ya kilokole ukigundua mengi kuna kukemea kwingi sana kwa sababu tunapambana na vile ambavyo hatuvitaki. Lakini kuna siku utakiwi kabisa kukemea. Kuna siku unatakiwa uingie ukae tu kama mmoja wa miungu, kama mwana. Uanze kuzungumza. Uzungumze na ulimwengu wa roho. Uzungumze na vinavyoendelea kwenye ulimwengu. Uzungumze nao tu kwa sababu ulimwengu una kila kitu. Ngoja niwaambieni ndugu zangu, Mungu alipopumzika alifanya kila kitu akawa amekamilisha, si ndio? Kila kitu akakiacha kiko hapo. Anasubiri mtu mwenye elimu atakayezungumza vitu viwe na viwe, kwa sababu tayari vipo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hatutafanya hivyo, basi you are guaranteed kwamba utakufa kama mwanadamu wa kawaida. Paulo anazungumza kwenye Wagalatia hiyo sura ya 4 mstari wa 19 pale, anazungumza kwamba Kristo azaliwe ndani yako. Hawa watu walikwisha kuamini, lakini walikuwa wanataka Kristo azaliwe ndani yako. Kuamini ni step ya kwanza, lakini uungu kuanza kuoperate ndani yako ndio step ambayo Mungu alikuwa ameikusudia, hata akamtoa Kristo kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, we are the manifestation of God. Mwambie mimi ni madhihirisho ya Mungu katika mwili. Hallelujah.